Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku ya Jumatatu. Mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi ya siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Zambia DRC utaka umeme wa Tanzania. Kiwango uzalishaji nafasi yake kijiografia vyanogesha biashara, yaweka lengo kuzalisha megawati 70,000. Makamba Mkuchika upongeza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wanandoa kuficha vipato, bomu kwa familia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Tanzania yapata alama ya juu, uchumi imara, uwezo wa kukopa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Bandari da yavunja rekodi makasha, pia yavuka lengo. Shehena ya mizigo trilioni 3 zawekezwa kuiboresha. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Bwawa la Nyerere ni keti muhimu, uhuru wa kiuchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Watoto 1200 wazaliwa Zanzibar kila wiki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. TTCL yapewa maagizo manne kuimarisha mawasiliano. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maadui wa uhai wa Tanzania, magonjwa ya mfumo wa upumuaji, virusi vya ukimwi, ajali zatajwa kukatisha maisha, huku kundi la vijana likiangamizwa zaidi. Takwimu zake za shtua, wataalamu wataja sababu suluhisho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. 50,984 idadi ya vifo mwaka 2025. Katika vifo 50,984 wanaume walikuwa 26,000, sawa na zaidi ya nusu, wakati wanawake walikuwa ni 24,365. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Ajali kwa vijana, ajali za barabarani na maambukizi ya virusi vya ukimwi zinaendelea kuwa miongoni mwa visababishi vikubwa vya vifo kwa watu wenye umri kati ya miaka 15 hadi 44. Kukosa hewa na majeraha wakati wa kuzaliwa yamesababisha 7.5% ya vifo. Hii ni ongezeko kutoka 7.3% mwaka 2024, 7.4% mwaka 2023 na 8.6% mwaka 2022. Shinikizo la damu ilichangia 5.4% ya vifo kutoka 4.8% mwaka 2024, 4.3% mwaka 2023, 2.9% mwaka 2022 na 3.3% mwaka 2021. Migogoro, vigingi, umiliki wa ardhi kwa wanawake. Hii ni ripoti maalum, undani wake ni katika ukurasa wa 3. Hostel kikwazo kwa wanafunzi vyuo vikuu. Habari katika ukurasa wa 2. Lissu kuendelea kujitetea na hatima ya mashahidi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika siri operation za zimamoto da. Unajua, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam sasa Albert Chalamila si kiongozi wa kwanza kuanzisha operation ya kuondoa malori yaliyoegeshwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandikwa JNHPP fursa kubwa kiuchumi hapa nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Habari picha ikimwonyesha waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na Yohana Mhoma alipotembelea hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam jana. Kulia kwake ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, na kushoto kwake na afisa muuguzi hospitali ya mkoa wa Mwananyamala jijini Dar es Salaam. Askofu Trump aje ajionee maendeleo amani nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Fitch yaipa Tanzania mtazamo chanya. Habari katika ukurasa wa 2. JNHPP yathibitisha uwezo wa Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4.
watakiwa kutunza siri za ubunifu zao, habari katika ukurasa wa pili. Barabara za Kilindi bado changamoto, habari katika ukurasa wa pili. Wanajeshi 750 wa Marekani wajeruhiwa Iran, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Gazeti hili likiandika Tanzania na fursa kutoka korosho hadi fungani za kimataifa, habari katika ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nipashe mwanga jamii Jumatatu ya leo lenyewe limeandika askofu aonye ufisadi wa viongozi serikalini, asema imani isiishie ibadani ionekane pia kazini. RC atahadharisha rasilimali zinaweza kuwa laana zikitumiwa vibaya. Ripoti ya CAG yabainisha kuwapo kwa miamala yenye viashiria vya rushwa, ubadhirifu na udanganyifu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Nukuu ya Askofu Godfrey Seheba inasema mtu au kiongozi anaweza kuwa mwaminifu sana katika ibada Jumapili, lakini akifika kazini Jumatatu kuendesha maisha yake kana kwamba Mungu hayupo. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwalimu aliyeugua saratani ya kichwa asimulia alivyopona, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Wakili ataja kilipo Kigingi vijana 436 wa JKT kuajiriwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Aguswa na hoja ya mbunge Ado Shaibu aomba bunge limuunge mkono, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mpinzani wa rais wa Zambia Sakwa agejiandaa kufungua kesi kupinga matokeo, habari katika ukurasa wa 19. Uwanja wa ndege wa Ethiopia kufungua fursa Tanzania, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Linalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni dumisheni amani, liombeeni taifa. Ni kauli ya Dr. Mwigulu aliyoitoa jana aliposhiriki ibada katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri usharika wa Kijitonyama. Amani ni msingi unaowezesha wananchi, taasisi za dini na taifa kutekeleza kikamilifu mipango ya maendeleo. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Mwanaume afichua jinsi alivyokatwa titi baada ya kuugua saratani, habari katika ukurasa wa 4. Mlaze chali mtoto aepuke athari hizi, habari katika ukurasa wa 3. Bilioni 1 kutumika usanifu kituo cha urithi wa ukombozi, habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika kifo mwanafunzi cha waibua wahadhiri adhabu ya viboko, habari katika ukurasa wa 3. Happy awasilisha salamu za Rais Samia Msumbiji, habari katika ukurasa wa 2. Mapinduzi makubwa sekta ya elimu Zanzibar, habari katika ukurasa wa 9. TAKUKURU ya mnasa raia wa Romania tuhuma za utapeli. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Arusha inamshikilia raia wa Romania Constantin Pedoleon. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Dr. Mwigulu tuendelee kuliombea taifa amani, afanya ziara ya kushtukiza hospitali ya Mwananyamala, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Gazeti hili pia limeandika RC awataka madiwani kusimamia usafi, habari katika ukurasa wa 3. Wanadiplomasia wa zamani waikosoa Israel kuhusu Palestina, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Bado aomba zao na miwa kupewa kipaumbele kitaifa, habari katika ukurasa wa 2. Soranga ukuaji wa utalii kumnufaisha mwananchi mmoja mmoja, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Simba kunani kadi ya 3 jekundu, gumzo FVS yazua jambo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. FVS suluhisho. Kwa mtazamo mpana, matukio hayo yanaonyesha kuwa FVS yenyewe si tatizo, badala yake teknolojia hiyo inaweza kuwa kioo kinachoonyesha tatizo lililokuwepo ndani ya mchezo, lakini ambalo halikuwa rahisi kuonekana kwa macho ya mwamuzi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Habari picha ikionyesha kadi nyekundu Duchu dakika 54, kadi nyekundu ya Jabal dhidi ya Pamba Jiji dakika 43. Mogela faida ya Simba waliopata wamekutana na timu ambazo wamezizidi uwezo, ni kitendo kibaya. Ijayo ni Simba dhidi ya Coastal Union ligi kuu bara Alhamisi Agosti 27 saa 1 kamili uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Aziz Ki apewa wawili, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ijayo ni Yanga dhidi ya JKT Tanzania leo Jumatatu saa 12 jioni. Ibenga zitaja 7 Azam, habari katika ukurasa wa 3. Baleba
kuimarisha United. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20 wa gazeti hili, huku gazeti hili likiandika TPL Jumatatu ni Coastal Union dhidi ya TRA saa 2:30 usiku Mkokwani Tanga. Magazeti ya habari za michezo. Gazeti Habari Leo limeandika Mbeya City yaituliza Mashujaa nyumbani. Habari katika kurasa za ndani. Mbeya City imetamba nyumbani baada ya ushindi wa mabao mawili dhidi ya Mashujaa katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uwanja wa Sokoine Mbeya. Beka awafunda wachezaji. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Yanga yataka kuendeleza ubabe. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, huku gazeti hili kiandika bingwa ndondi auawa kwa risasi Afrika Kusini. Habari katika ukurasa wa 22. Mbio za hisani za wapeleka watalii Tarangire. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tubalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, lenye limeandika Yanga JKT mechi ya rekodi kisasi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Wadau waonya mwenendo wa Simba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Vazi la taifa kizungumkuti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Tanzanite hesabu kali robo fainali wa AFCON. Habari katika ukurasa wa 19. Tujifunze kutoka Japan na heshima AFCON 2027. Habari katika ukurasa wa 11. Estu Keys alivyomkutanisha Mbosso Nandi. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili pia likiandika board safi Man City. Klabu ya Manchester City imekubali kutoa dau la pound bilioni 86 kwa lengo la kumsajili kinda wa Lille Ayubu Boadi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima, na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa Toka Zamani TV.